Shule ya chekechea nchini Norway. Kumbuka katika makala hii utayasikia maneno ya Kinorwe kama vile barnehageloven kwa lugha ya Kinorwe, ambayo maana yake ni sheria inayoziweka shule za chekechea. Fylket, ambayo maana yake ni jimbo. Kommune, ambayo maana yake ni manispa. Rammeplan, ambayo maana yake ni mpangilio wa mifumo ama system. Na mwishowe Stortinget, ambayo maana yake ni bunge ama parliament kwa lugha ya Kiingereza. Shule ya chekechea ni sehemu ya mfumo wa elimu nchini Norway na ni uwanja muhimu kwa maendeleo ya watoto pande zote kupitia kuwatunza wengine, kucheza na kujifunza. Hii ni kulingana na mpango wa mifumo ama Rammeplan, na mpango huo ni ule wa mwaka wa 2017. Kuna makubaliano na mpango wa kisiasa kwamba shule za chekechea zinapaswa kupatikana kwa watoto wote. Mipangilio mbalimbali ya serikali inawezesha na kuwapa fursa watoto wote kuhudhuria shule ya chekechea nchini Norway. Katika shule ya chekechea, watoto hupata uzoefu wa kuwa pamoja na watoto wengine. Watoto hujifunza jinsi ya kuwatunza wengine. Watoto wanajifunza kujitegemea zaidi. Watoto hujifunza maarifa mengi ya uhalisi wa maisha. Watoto wanatayarishwa vizuri kuanza shule za msingi. Shughuli zote katika shule ya chekechea zimepangwa kulingana na sheria inayoziweka shule za chekechea nchini. Sheria inayoziweka shule za chekechea nchini Norway ama barnehageloven inasema kwamba pamoja na mambo mengine, shule za chekechea zinapaswa kujengwa juu ya misingi katika maadili na mila ya Kikristo na heshima ya haki za binadamu. Hii ni misingi ya maadili kama vile upendo, msamaha, haki na usawa, na mwishowe ni mshikamano. Maadili haya yanaoneshwa katika dini nyingi na mitazamo tofauti ya ulimwengu. Shule ya chekechea itapaswa kukuza demokrasia, usawa na kupinga aina zote za ubaguzi. Ushirikiano na wazazi ama walezi. Wazazi ama walezi wanapokea habari kutoka shule ya chekechea kuhusu malengo ya kazi na mafunzo pamoja na shughuli ambazo watoto watashiriki. Wazazi ama walezi wanaalikwa kwenye mikutano ya wazazi, na kwenye mikutano hiyo wazazi wanaweza kufahamiana na kuzungumza kuhusu jinsi ya kuwa na watoto wadogo. Wazazi ama walezi pia wanaalikwa katika vikao kwa majadiliano binafsi kuhusu maendeleo ya watoto wao. Wazazi ama walezi ambao hawazungumzi lugha ya Kinorwe wana haki ya kupewa mkalimani ama mtafsiri kwenye mikutano na vikao tofauti. Malipo. Ni gharama kubwa kuanzisha ama kuendesha shule ya chekechea. Manispa hulipia sehemu kubwa ya gharama na wazazi hulipia ile sehemu ndogo iliyobaki. Manispa huamua ni kiasi gani cha malipo wazazi wanapaswa kulipa, lakini hii inatofautiana kutoka manispa hadi manispa. Kumbuka manispa ni kommune kwa lugha ya Kinorwe. Hata hivyo, bunge la Norway ama Stortinget limeweka kiwango cha malipo ya msingi kwa wazazi wenye kuwa na watoto katika shule za chekechea. Katika manispa fulani, familia zenye mapato ya chini zinaweza kutuma maombi ya kupunguziwa malipo. Lakini manispa zingine zina bei sawa kwa kila mtu bila kujali mapato yao. Baadhi ya manispa zina bei iliyopunguzwa kwa familia zenye watoto zaidi ya mmoja katika shule ya chekechea, wakati manispa zingine hazina mpango kama huo. Basi zungumza pamoja na mwenzio na kujibu haya maswali. Kwa nini watoto wengi nchini Norway wanaenda shule ya chekechea? Je, watoto wanajifunza nini katika shule ya chekechea? Je, watoto ambao hawazungumzi Kinorwe nyumbani wanakutana na lugha ya Kinorwe katika shule ya chekechea? Jadili chekechea na ukuzaji wa lugha. Unafikiria nini juu ya misingi na maadili ambayo chekechea inategemea?